Nishawahi kufanya kazi ya mjengo na siko kwa list ya watu wenye wameandikwa kufanya hiyo job. He, kumbe hiyo kazi constructor ama ndio nani alipewa kazi, so alikuja na watu wake. So mimi nilikuwa tu nazunguka zunguka kwa pilika pilika kutafuta kazi. Nikapatana na watu wanaingia kwa mjengo. Then place unaingia kuna mahali mna change na kulikuwa na overalls. Kila mtu anavaa, si overalls, ni overalls. Kila mtu anavaa. Unavaa na unaenda kwa site. So mimi nikaingia nao. Niko serious, unaweza dhania mimi niko nao. Tukafanya kazi from saa 3 to saa 6:30. Njaa inanitandika. Sijakula kitu. Kufika saa 6, nikasikia tu wakianza kusema ati we sijui ambia nani atupe break bana. Time ya break imefika. 30 minutes later ni saa 7. Watu wakatoka wakaenda kukula kwa mama Pima. Mimi naye pia hunyo kwa hunyo. Nikawafuata. Na ujue sina pesa. Sina pesa. Mimi nilipima rada venye watu wanafanya. Unajua place kama hiyo upeleki Kierere. But kitu nilikuwa na information na watu wamefanya kazi hapo. Si ati ni wageni. Wamefanya kama wiki 2-3. Nikapima rada na nikakaa na huko nyuma. Sikutaka kukaa mbele ndio nisijiuze. Na ujue hakuna mtu ameniita hiyo kazi. Mimi nimekuja nikavaa nguo na nikaanza kazi. Haya. Watu wakaitisha. Mimi nikaambia wao Maathe ni aje? Nilikuwa naona githeri na wanakula wakiandikwa. Unakula unaandikwa. Nikangoja wamekula wameendaenda. Na hapo kulikuwa na wasichana 9 na vijana walikuwa kama 40 ama kama 30. Na walikuwa wameletwa na constructor mmoja. It's like unaona vile bureau mademu wanaendanga wanapewa kazi bureau. Sasa hiyo ya construction sijui inaitwa aje, but ilikuwa hivyo, walikuwa wametoka place moja. So kulipwa si ati unalipwa na mtalipwa na mtu mmoja. Hope mnaniget. Magale akangoja watu waishe, akaitisha githeri na avocado. Kaambia Maathe nimeona ukatia watu nusu, mimi siwezi maliza hiyo yote, niweke nusu. Maathe akanipenda, akaniambia ni wewe ni mgeni. Nikamwambia Maathe, mimi nimeingia tu leo. But mimi ni mmoja wao. So we andika. Na nikampatia jina yangu. Kaniandika hapo. So tukirudi saa 7, ilikuwa imefika na maybe saa 8 hapo, juu ni haraka. Juu niko na target ya siku. Kurudi mtu mwingine akaanza kuniangalia. Kumbe huyo ndio leader wao, lakini anafanya kazi nao. Amevaa tu nguo kama wao. Hizo nguo sijui kama ni apron ama ulikuwa na reflector. Si apron, reflector. Anafanya kazi na kama hao, una change nguo zako za kazi, then unafanya nini? Unavaa reflector. Mimi nilifanya tu zenye nilikuwa nazo, nilitoa tu jumper nikavaa reflector na mimi nikaingia kazi. Akaniuliza, "Madam, sijawahi kukuona huku. Ati nani amekurifa?" Kumbe sijui huyo ndio boss wao. Nikamwambia, kwanza akaniuliza, "Tunajuana?" Nikamwambia, "Mimi sikujui. Mimi bora nimekuja nifanye kazi na nipate pesa yangu niende nyumbani." Akaniambia, "Umekuja huku nani amekuita?" Nikamwambia, "Na unajua ni boss wao, mimi sijui kama ni boss wao. Unajua amevaa tu reflector kama sisi." Lakini hakuwa anafanya kazi sana. Na unajua reflector nilitoa entrance, kuna mali unaona tu hivi zimewekwa hapo unavaa. Nikamwambia, "Boss, kila mtu amekuja Nairobi kutafuta. Wewe fanya kitu ilikuleta hapa. At the end of the day kila mtu atalipwa na aende kwa." Kumbe wewe ndio boss wao. Namwambia hivyo. Na nikamwambia mimi kuanzia asubuhi sijakula kitu. Ni hiyo tu chakula nimekula huko kwa mama Pima.
Na sasa niko na moods, mtu akijaribu kuniongelesha vibaya naweza, mtu akijaribu kuletea ujinga naweza muongelesha vibaya sana. Na hatujuani. Na mimi usinikasirishe. Mimi sinafanya kazi. Umeona sifanyi kazi. He. Mimi mdomo yangu hainanga break. Nikamuuliza, na unaniuliza kama nani? Wewe nani alikuleta hapa ndio uniulize mimi, unaniuliza maswali za ujinga? Remember, sijui huyu ni boss wao. Mimi ni boss naongelesha hivyo. Mimi nakwambia nilipatwa na mshtuko wa moyo. Haya. Akaniangalia, akaniuliza, madam, uko sawa? Nikamwambia mimi niko sawa, mimi nimekuja kazi. Na nikamwambia tukipatwa hapa tukiongea, si watasema sifanyi kazi. So wewe acha nifanye kazi, kama ni kuongea, tutaongea kazi ikiisha. Huyo msee akaniangalia, mimi naendelea tu kufanya kazi. Nikasikia amesema, Motiso, hebu enda ulete record book. Enda kwa ofisi leta kusikia record book. Bado siku give up, mimi niliendelea na kazi. Motiso akaenda akakawia. Motiso angekuja mapema, angenisaidia. Juu angenisaidia singeendelea kufanya kazi. Kwa unajua watu wameandika, mimi sikuwa najua watu waliandikwa list. Motiso akaenda akakawia. Motiso alirudi saa 9 ikielekea na nusu. Motiso alirudi na record book. Venye alirudi na record book, boss simu ilikuwa inalia. Boss akashika simu akaenda kukaa hapo kando. Aliongea na mimi naendelea, ananiangalia tu. Mimi naendelea kufanya kazi. Mimi nilifanya kazi. Nilikuwa nabeba mawe. Beba mawe kutoka chini tukipandisha 4th floor. Nikapandisha kama mara 4. Kaniita, kaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa fulani. Kaniambia sawa, endelea na kazi. Kaniambia lakini ukimaliza ukupitie kwangu. Mama, nilitetemeka. Nilishindwa sasa huyu nitamwambia nini? Nimemuongelesha hivi kumbe yeye ndio boss. Nikafuata huyo Motiso kwa stairs, nikamuuliza Motiso, huyo ni nani? Motiso akaniambia huyo ndio mtu anatulipanga. Na anakujanga na sisi atuangalie venye tunafanya kazi, ndio amepewa deadline. Kama leo tunafaa tumalize hizi mawe tupeleke huko juu. Tusipomaliza hizi mawe mpaka saa yenye tutamaliza, yani kila siku kuna target. Nikamuuliza Motiso mnalipangwa after how long? Motiso akaniambia after wiki 2. Na sisi tumekuja na hiyo kampuni yake. Ako na kampuni ya construct ya watu wenye sijui jina. Mimi nilisweat. Nilikuwa nainua mawe naona nikaa nimeinua gari. Juu ile uzito ilikuwa before hiyo mawe ilikuwa rahisi. Lakini after huyu alikuwa anaitwa Gilbert. After Gilbert kuniuliza hizo maswali, nilikuwa nasikia mawe nainua ni kama nainua kitu kingine yenye si mawe. Nikaambia Motiso, sijui utanisaidia aje. Mimi nimejileta hapa, nilikuwa natafuta kazi. Na nimeingia kazi na siko na nyinyi. Wewe ushainiona? Motiso akaniambia, mimi sijawahi kukuona. Hata nimekuona nikashtuka. But pia singeshtuka juu kuna wenye wanaingizwa katikati. Nikauliza mnalipangwa kwa siku mnalipwa pesa ngapi? Akaniambia 600. Na nikamuuliza na sasa huko kwa lunch. Ati akasema huko kwa lunch watu nakula wanatuandika alafu tunafanya nini? Tunalipa after hiyo wiki 2. Mayo. Nikamwambia sasa huyu mtu mimi sikuwa najua ni boss, nimemuongelesha vibaya. Motiso alicheka. Motiso alinicheka. Nakwambia kitu ili happen tena nyuma after hapo. Mungu ndo anajua. Nakwambia kuliwaka. Kuliwaka. Part 2 inakuja.